Na tunashukuru Senate. Sasa hivi tunavyozungumza kuna ile autonomous bill ambayo ilipita. Tunaomba rais aweze kuweka sahihi mara moja, ambapo oversight itakuwa isumbuki. Kama sahihi, wajumbe bado tunategemea executive kufanya shughuli zetu. Kwa hivyo kama tunategemea executive kutuma pesa katika bunge ili tufanye oversight, unaona kutakuwa na shida yenye ambayo itakuwa, kwa sababu lazima tuombe ndo tupate. Lakini tukiwa tuna uhuru, tutakuwa na uhuru wa kufanya ile oversight vizuri kabisa. Na saa hii tumeamua hakuna kurudi nyuma. Saa hii let Kilifi people understand very well they should prepare for proper oversight as we speak. Saa hii si oversight tena, it should be proper oversight. Kuanzia saa hii tutazungumza yale maswala yenye ambayo tunapaswa kuzungumza kwa wananchi ili wafahamu jambo lenye ambalo linaendelea katika naitwaje Kilifi County yetu. Barua waliopewa na county assembly ilikuwa inawafaa wafike, na sisi kama tulipewa messages kwamba tuje bunge kuna kikao na tukafika, kama kulikuwa na quorum, kama hakuna quorum, waziri na timu yake walikuwa wanafaa wafike hapa, basi waambiwe hakuna quorum, mkutano hauwezi endelea. Lakini sisi tulipopata message tuje hapa, inaonekana hawakutoa hata udhuru mapema kama ulitolewa. Kwa hivyo sisi tunasema huko ni kuhujumu biashara za bunge, dharau kutoka kwa executive. Walikuwa wafike, basi waambiwe hakuna quorum. Kama wao hawakufika, walijuaje kwamba hakutakuwa na quorum? Kwa hivyo inaonekana walijua wale wengine wako wapi, ndio maana hawakufika. Mimi nasema kwamba kukosekana kwa quorum leo haimaanisha kwamba hili jambo limekufia leo. Bado liko mpaka mwisho na kukamilika kwake ni quorum kupatikana na mawaziri kufika. Kwa hivyo standing orders zetu zinasema wazi ya kwamba waziri anapokosa kufika kikao ya kwanza, kuna cha pili mpaka kikao ya tatu mpaka summon iko. Lakini katika hayo yote maswali makuu itakuwa ni sisi kama viongozi sasa, ili kuleta ile quorum kufika, then tutakuwa tuko pale. Na kama hatutakuwa pale, then hiyo inaonyesha picha wazi ya kwamba kuna baadhi ya viongozi walioletwa hapa kimakosa, kwa sababu hawajui jukumu lao, na kama ni intimidations ama kama kuna vitu vinafanyika, kwa nini wachache waachwe hapa na wengi wawe nje? Sisi kama wabunge jukumu letu ni kuangazia na kuangalia kwamba kila kitu kinaenda sawa. Sasa wale waheshimiwa ambao wamekataa kuja bunge, ina maana kwamba hawataki sisi tujue matatizo yako wapi. Wameside na wale watu wengine. Hawataki mambo yawekwe bayana kwa jamii, kwa community. Ndio maana hawakuja bunge. Lakini wangelikuwa wamekuja, tungezungumza na tukajua shida iko wapi, pesa zimeenda wapi, wapi kuna matatizo, na mwananchi angeweza kupata kila kitu kwa uwazi.